Kwa hatua tunaendelea. Hizo video zilizopita nilielezea habari nyingi sana zinazohusiana na ukuu katika historia ya dunia wa mtu mweusi. Hiyo ndio ilikuwa kama kichwa cha habari cha mambo yote, ingawa kulikuwa na mnyambuliko hapo katikati, lakini kimsingi mada yenyewe ilikuwa imejilenga hapo, na mpaka sasa nafikiri hata muendelezo bado unakuwa umejilenga hapo hapo kwamba ile nafasi yetu ambayo ile video ya kwanza kabisa nafikiri ilichukuliwa na hawa United Africa Kingdoms of Africa muda mrefu sana, hiyo miezi 5 iliyopita, nilikuwa nimezungumzia namna ya kurudi kwenye nafasi yetu ya ukuu wetu kama watu weusi katika historia ya dunia, ambapo kwa muda mrefu tumewekwa pembeni kwa hila. Kwa hiyo mtiririko wake ndio huu unaendelea, kwa sababu niliahidi pale kwamba nitaendelea, na kweli nimeendelea. Video nyingi kama 24, hii nafikiri ya 25. Kwa hiyo wale ambao wamekuwa wafuatilii au hawajui ni kwamba kuna zingine 24 ziko kwenye YouTube na ziko kwenye Instagram, hata Facebook kuna historia tu kadhaa ya maisha yangu kidogo hapa na pale, lakini kimsingi iko kwenye Ukushi ni Fahari Yangu, hiyo moja, au Chief Ngomele, unaweza ukanipata kwa urahisi zaidi vile vile katika hizo nani zilizoko akaunti zangu zilizoko kwenye hiyo mitandao, kwa maana ya YouTube na Facebook pamoja na Instagram. Ukushi, Fahari Yangu na Chief Ngomele, hivyo. Sasa basi, hebu tuendelee, kwa sababu kimsingi yale yote niliyoyaeleza yameelezwa, lakini yanatakiwa yapate sasa mnyambuliko ambao kila mmoja hata mtu wa kawaida aweze kuelewa ninachoongea, kwa sababu tunapozungumza kwamba ukuu wa mtu mweusi katika historia ya dunia ulipotezwa, tulishazungumza hila zilizotumika hapo katikati katika nyakati tofauti mpaka ikafika kwamba sisi tukapoteza nafasi yetu. Lakini kimsingi mimi nitapenda kwanza nianze kupigilia msumari, nikianzia hivi kwamba kwa sababu chanzo sasa, kwa ushahidi wote kwamba chanzo na mahali ambapo binadamu wa kwanza alianza kuishi ni Afrika, ina maana kuanzia Adam na huyo mkewe walikuwa ni watu weusi. Kwa hiyo kwa mtiririko wote wa hao wanaoitwa manabii, kuanzia huko kwa Adam mpaka kwa maelezo yote katika hizi dini na vitabu vya dini, ina maana hao wote walikuwa ni watu weusi. Na kuna mahali katika video zangu za nyuma nilishawahi kueleza kwamba hii dunia, kuna wakati dunia hii ilikuwa imejaa watu weusi, ambao ushahidi wake nilieleza kwamba Australia nilikwenda kule nikaonana na watu weusi, nimeishi nao actually kwa sababu nimekaa sana kule. Watu weusi wapo Australia, halafu vile vile Brazil huko, yani South America au Amerika ya Kusini na hata kaskazini, na hata Uingereza, hata hapo Mashariki ya Kati ya leo. Maana Mashariki ya Kati ndio usiseme, kwa sababu hapo ndio ilikuwa mahali pa kwanza walipoanza kutoka bara la Afrika, yani kwa maana kwamba walivukia pale Misri kwenye mpenyo ule ambao sasa hivi ndio wameweka ule mfereji wa Suez, wakawa wanapenya pale, na wengine walikuwa wanavuka, kwa sababu kulikuwa na upana by then wa kilomita kama 30 tu, kwamba unaweza kaona upande wa pili, yani kwa maana kwamba tunaweza kusema labda hata pengine sielewi kama Zanzibar ni kilomita ngapi, sijawahi kutafiti, lakini ni mahali ambapo palikuwa watu wanaweza kuvuka na majahazi vizuri tu. Kwa hiyo turudi sasa kwenye kina sasa cha pale tulipomalizia kwamba Kristo ambaye ndio alikuja na ujumbe katika ardhi hii ya Afrika na akawa miongoni mwa jamii za Kiafrika, alikuwa ni mtu mweusi. Kwa hiyo kama alikuwa ni mtu mweusi, ina maana nilishaeleza kwamba yeye ni mhenga namba moja, kwa sababu tayari hawa wenye hila wameshamtangaza, ingawa walibadilisha masimulizi yake, yani masimulizi na mafundisho yake, kwa maana ya wasifu wake wakauweka vingine
kinyume na vile uhalisia ulivyokuwa. Sasa basi, nini alichokuwa anafundisha huyu mtu mweusi mhenga wa kwanza ambaye anamuita nambari 1, huyu mwenye jina la Yahusha au Yeshua? Kwanza alizungumza habari ya maisha ya ndani, maisha ya kiroho, na kwamba hatuna haja ya sisi kuwa na mtu yoyote wakati wa kutusaidia sisi kuungana na mbingu kuu au anga mtambuka. Hiyo ndio ile the universe nilikuwa nimezungumza kwa Kiingereza, inaitwa the universe, ambayo nilisema mpaka leo haijatafutiwa Kiswahili. Mimi nikasema kwa mtazamo wangu mimi naita mbingu kuu. Mbingu kuu kwa maana ya anga mtambuka, yaani anga mtambuka hiyo ina maana kwamba ni anga linaloendelea kujizalisha, yaani linaloendelea kuongezeka, linaloendelea kutanuka, kwa lugha yoyote tukayozungumza katika namna yoyote inayoweza kumwelewesha mtu, lakini ni kitu kinachoongezeka tena kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo hivi vitu vyote sasa vinathibitishwa na vifaa maalum ambavyo binadamu tumefanikiwa mpaka karne hii kuweza kuvitengeneza, hasa vile ambavyo vinachunguza maanga hayo yaliyoko huko juu, yaani kwenye anga mtambuka huko, kwa maana ya hizi darubini kubwa ambazo zimetengenezwa. Nafikiri kubwa kuliko liko pale Mexico, South America ya Kusini. Hili ni baba lao ambalo nafikiri linalofuatia kama sikosei analo Mchina, lakini usisahau Vatican na wao wanalo la kwao darubini. Ndio mtajua kwamba hawa jamaa na wenyewe si watu wa mchezo. Vatican kwa maana ya kwamba makao makuu ya Vatican ya kanisa Katoliki wana darubini yao inayotazama angani. Usiniulize kwa nini, kwa madhumuni gani, kwa nini waliamua kugharamia hizo pesa, na hizo pesa walizitoa wapi? Hayo maswali mimi sasa hivi tutazokuja kutuzungumze video zingine zinazokuja, hilo somo lingine kabisa. Hebu tuzungumzie tu kwamba hizi darubini ambazo zimeanza kutumika sasa hivi kwa karne hii, baada ya kuwa zimetengenezwa kwa karne hii na zinatuletea sasa matokeo zinazotuletea sasa, kwa mfano hii ya 2013 nafikiri 2013 ambayo ilitengenezwa nyakati hizo, na mpaka 2024-25 zimeanza kuleta matokeo ya kutuonyesha kwamba ule upanufu wa anga mtambuka ni makosa hata kuweka maono ya the universe ambayo ni ya Kiingereza, ambayo ilikuwa wale wasomi wa siku za nyuma walikuwa wanajaribu kutumia kama jina la hizo anga za juu, kwa maana ya the universe. Inaanza kupoteza maana. Inapoteza maana kwa namna gani? Kwa sababu ile universe waliodhani itakuwa ni moja tu, kwamba kumbe kuna anga mtambuka zingine na ni kubwa kuliko zile hii ambayo walikuwa wanaitambua, na sio moja, ziko nyingi, na hizo nyingi zinaonyesha kwamba zimekuwa zina tabia ya kujirudia, yaani zinapotea afu zinaanza upya, au tutumie lugha nzuri ambayo kila mtu ataielewa, zinakufa afu zinarudi tena, zinajijenga, zinaanza tena upya, bado ziko pale pale kama ilivyo vimelea. Hizi cells zilizoko kwenye mwili hizi na zenyewe zinafika mahali zinakufa hizi, zinakufa afu zinabadili zingine, hivyo. Kwa hiyo tunaanza kuona kwamba hii tabia iliyoko katika miili yetu ndiye kumbe ni kama kioo kinachoonyesha hali halisi iliyoko angani, kwa sababu hata tukiingizwa na wataalam katika makompyuta sasa hivi, wakituingiza ndani ya mwili, jinsi gani mwili unavyofanya kazi, tunaanza kuona picha tunayoipata inafanana na hiyo picha ambayo hizo kamera, yani kwa maana hizo darubini kubwa zinavyochukua hilo anga mtambuka, ambayo inaonekana inafanana kabisa na muundo wa miili yetu. Na ndio maana hiyo inaanza kuwa ni ushahidi tosha wa kwamba kweli kuna muunganiko baina yetu
na anga mtambuka. Kwa hiyo nimeliweka hili ili msifike mahali mkafikiri watu tupo hapa tunazungumza tu vitu vya kuokoteza tu au vya kubuni. Hapana, hivi ni vitu ambavyo viko kimsingi katika maelekezo ya namna mbili. Kabla sayansi hazija nihakikishia na kuwa tayari nimeshaambiwa kiroho kwamba utaratibu ni huu, yaani kunakuwa na ufunuo ambao unaambiwa, halafu baadaye ukianza kuangalia sayansi zinasema nini, unaanza kuona kuna mfanano na una kweli ndani yake kwamba ala, hii ufunuo kumbe ni kweli, kwa sababu hili jambo linafanyika. Yaani kwa mfano, kuna baadhi ya mambo ambayo mimi tayari nishaongea kwenye video zangu hizo 24 zilizopita. Hivi sasa zile taarifa mpya za jinsi gani dunia inavyokwenda tayari mimi nilishakuwa nimeziongea siku za nyuma kwa kutumia maono kutoka ya kiroho, kwa sababu mimi naishi ndani. Mimi siishi nje tena, huko naishi ndani, na ndilo jambo ambalo leo nitataka nilisisitize kwamba je, huyu bwana anazungumza hivi, je, sisi tutafikaje huko alikofika yeye? Kwa hiyo kimsingi, bila kupoteza muda, tuingie sasa kwenye hiyo mada hapo, kwenye hicho kipengele, kwamba ukitaka uwe katika mazingira haya, kwanza lazima yule wewe wa jana uachane naye, wa jana na kuendelea mpaka miaka 10, 20, 30 mpaka ulikozaliwa unaachana naye. Yaani kwa maana hivi, kama ulikuwa na tabia wewe ya kwenda kijiweni, ina maana hiyo tabia unatakiwa ule muda sasa usiende kule, uje ukae mahali kama nyumbani kwako, chumbani kwako, au vyovyote vile vitakavyokuwa, utulie, utafakari. Hiyo moja. 2, kwa wale wanaopenda kwenda kwenye mabaa kwamba wewe nikapiga story na wenzangu kule kwenye baa, hiyo na yenyewe inabidi uachane. Yaani kwa kifupi ni kwamba zile ziada zote za muda ambao ulikuwa unadhani wewe ni muda ambao wewe kwenda kujinafasi au kwenda kupoteza muda, maana ndio lugha inayotumika, huo unatakiwa sasa uutumie wote katika kuzingatia tafakari hizi za maelezo haya yanaelezwa. Halafu utaanza kupata mapokeo, kupata mapokeo ya majibu. Yaani sasa nafsi, kwa sababu ndani inakuwa sasa tayari umeshaibadilisha, umeweka ule utayari. Kwanza uweke utayari, ukishaweka utayari uanze kuvunja ile mienendo kadhaa fulani. Kama ulikuwa unapenda, hata kama ukirudi nyumbani unataka ufungue tu TV uanze kuangalia mavitu tu ya hovyo hovyo, mpira sio kitu gani, unaachana na hiyo. Jamani, habari za leo, nimerudi kazini. Haya, unaingia chumbani kwako, unajifungia, unakaa, unatafakari basi. Au unawaambia unaanza kubadilisha mazingira, kwamba hata mkeo unamshirikisha, unamwambia bwana, hapa bwana nimesharudi, twende tukae tutulie, hata kama dakika 10, 20, 30 inatosha. Halafu uone, hatujasema kuwe na masharti fulani ya kunja miguu au kufanyaje. Hakuna. Kama mahali popote, hata ukilala, hata ukisimama, vyovyote itakavyokuwa, lakini bora mradi mawazo yawe katika tafakari hizi za mambo haya ninayozungumza. Kwa hiyo hili ni la kimsingi sana, kila mmoja alielewe namna gani anaweza kageuka na kuanza kuishi ndani. Kuishi ndani maana yake ni kutafakari mambo ambayo haya tunayoyaeleza katika namna ya utulivu, na kuweza kuona kitu gani kitatoka kutoka ndani, na kuanzia hapo ndio inakuwa safari imeshaanza rasmi. Kwa hiyo kwa wale wote ambao watataka kuendelea na kusikiliza hii kitu, basi nawakaribisha katika video zingine zitakazokuja kama nilivyoeleza. Asanteni sana kwa kunisikiliza.